Hello mfuatiliaji na mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Kipindi hewani ni Love Hour ambapo kila siku saa 4 usiku unakuwa nami mtangazaji wako Chani Mama ambaye anakuletea mada tofauti za mahusiano. Lakini leo studio sipo peke yangu, nimeambatana na mgeni atajitambulisha kwa majina yake. Karibu. Kwa majina yangu naitwa Dini Naomi, ni mkazi wa Dar es Salaam. Hapa nilikuwa kusalimia ndugu na jamaa. Karibu sana Haili katika Love Hour. Asante. Na moja kwa moja tukienda katika mada leo, Aiden, niko na mada moja nzuri kabisa sana, ambapo mada inasema, je, mwanamke anaruhusiwa kumtongoza mwanamume? Na jamii inamchukuliaje inapotokea swala kama hilo? Kwangu mimi sioni kama hayo mahusiano ya mwanamke kumwaza mwanaume. Sioni kama ni vizuri. Kwanza mwanaume unamchukulia mwanaume anakuchukuliaje kwanza mwanamke, yani pale unapomfuata mwanaume kumwambia unampenda. Kwanza naona ni udhalilishaji, kwanza ni umalaya. Sawa sawa. Ni hivyo, lakini kuna ile unakuta mwanamke amempenda mwanamume amemtumikia, lakini yule mwanamume haonyeshi namna yoyote ya kutaka kumtongoza au kumfuata. Kwa hiyo inakuwaje? Vile kuna vingine mwanaume unaweza kumfuata mwanaume kumwambia boy mimi nakupenda hivi na hivi, lakini mwanamume anachukulia masiara. Make ni zamani nasikia zamani tu, la sasa hivi hapana. Sidhani kama mwanamke anaweza kumpata mwanaume kumwambia. Kwa hiyo nahisi zamani ilikuwa inawezekana. Of course inawezekana, ni kwa story hizo nilizokuwa naambiwa. Lakini kwa sasa hivi dunia hii tuliyopo so rahisi kwa kweli. Lakini mimi naona kwa dunia sasa hivi ndio imerahisisha sana mambo, kwamba inapelekea hata urahisi wa mwanamke kwanza kwa mwanzo mwanamke kumwambia nampenda, kwa sababu dunia imekuwa kijiji, mambo ya utandawazi yamekuwa wazi zaidi. Kwa hiyo najikuta ile mwanamke anakosa hata ile aibu, haoni wala hajutii kumfuata mwanamume na kumwambia kwamba anampenda. Kweli hawezi ona aibu, ila ni kile kitendo cha kumpata mwanaume na kumwambia nakupenda. Mwanaume hawezi akachukulia serious sana hivi, yani ni kama huyu vipi, labda ni basi tu, labda mwa kumasiala kimasiala. Lakini sasa imetokea, kwa mfano kwa upande wako umemwelewa mkaka, unafanyaje? Unamwambia au unaendelea kubaki nalo rohoni? Kwa sababu kuna ule msemo wanasema jipenyeze, ujipenyeze, kwa sababu ukisema uendelee kusubiri huenda chaguo lako likienda kwa mtu mwingine. Kwangu mimi hapana, haiwezekani. Sawa nampenda, lakini siwezi kwenda kumpata kumwambia utakufa na taishi kwa. Siwezi kwa kweli, bora nife tu. Lakini nitakuwa nampenda, labda nikimuona, yani labda utu wake tu nikiwa namuona na fly. Basi, lakini hujamwambia mimi nikampate kumwambia, hapana. Hauwezi kumuonyesha hata kwa vitendo hivi, labda usitamke. Basi huenda kutamka ni ngumu, lakini kuna namna unaweza kufanya vitendo na mkaka akakuelewa. Kwa vitendo hapo ni sawa, lakini itakuwa ngumu kidogo. Itakuwa ngumu kwa upande wako. Lakini unamwambia nini yule dada ambaye atakuwa na mkaka amemwelewa, amempenda, anahitaji kuolewa katika mahusiano? Labda kumshauri au kumwambia kama amempenda, yani hawezi vumilia ile hisia zake kwa yule mwanaume. Itabidi amfuate tunakumwambia, ila kwangu mimi hapana, siwezi. Ni udhalilishaji kwanza, yani nazalisha wanawake wenzangu kwanza. Ni bwana nikakaa nao moyoni. Lakini kwa upande wao wanaume siwezi, naona kama wamechukulia ni kitu cha kawaida, kwa sababu hisia zinaanzia popote. Huenda wewe ukawa na hisia na yeye. Of course labda wapo, lakini kwangu mimi bado sijaona hicho kitendo. Kwa kifupi bado umekataa. Lakini kwa upande wangu, kutokana na dunia ambayo inaelekea kwa sasa, hivyo vitu vimekuwa ni vitu vya kawaida. Hilo swali la msingi ambalo tunaweza tukalizungumzia kwamba basi sawa, umeweza kuonyesha hisia zako kwa yule kijana, ukafunguka ya moyoni. Sasa vipi unapohitaji swala la tendo? Hivi imekuwaje kwamba bado wewe ndio utamwambia kwamba nakuhitaji, twende tukavunja amri ya sita? Mwanamke kweli hapa anaweza kunanili akihitaji tendo. Kuna njia atazionyesha kwa mpenzi wake au kwa huyo
mtu wake ambaye anampenda. Kuna dalili tu, yani unajua dada, vipi si nataka kuja kwako kusalimia nini, kuna njia fulani hivi. Mwenye ataelewa kwamba anamwambia tu mimi nakuja kukusalimia na mambo yanatiki. I say sawa, lakini pia sawa, hilo ni kwenye upande wa swala la mapenzi. Ila sasa kitu kingine ambacho najiuliza kwamba sawa, nimeshakwambia nakupenda. Tunajua kwamba katika mahusiano kuna ile swala la kusaidia matumizi na nini, na yenyewe sasa hapo naye anakuwa anamwezesha mwenzie zaidi. Wote mnawezeshana. Ni wote kuwezeshana. Wote kuwezeshana, maana mtu mwenzako akikosa unamsaidia, huyu akikosa amsaidia. Lakini kama ambavyo tumesema kwamba mwanamke huwezi kumpata mwanamume, si ndio? Na ikitokea umeweza sasa kumpata, wewe ndio unakuwa wa kwanza umempenda. Umeona? Baada ya kumpenda sasa, wewe yule mwanamume anakupitia tu kwa, tunajua wanaume zile tamaa ambazo wanakuwa nazo. Sasa unawezaje kumwambia kwamba mimi nahitaji kitu fulani unisaidie, nimekwama? Sasa kuona kama umeenda kwake kimaslahi. Ndio, ni kweli, ila itabidi tu kama nikitokea shida namwambia. Akinitekelezea sawa, sipotekelezea basi nibakausha. Kwa hiyo na jukumu la swala zima katika tendo kwamba mnakutana wapi, unaenda kwake, na kama ni hela ya guest nani atakayeitoa? Guest kuna kitu nimekukumbuka. Si kule kwetu kule, yani mdada anamnunua mwanaume, guest anatoa yeye. Yani hela ya guest anatoa yeye, labda kuna dada nyoko yani. Hiyo nayo ni mpya. Kitu kama mtu amemuelewa. Of course so mimi kitu amemuelewa mtu, anamwambia nimekuelewa, mimi tunaenda guest natoa mimi hela, yani tunafanya kitendo lakini ndio natoa hela kulipa. Unamnunua mwanaume. Ni jinsi gani umemzimikia. Kwa hiyo huko kwani unaposema huko ulipotoka, kwa maana hiyo wanaume wana fursa. Wapo wana fursa kama hizo yani. Kwa hiyo wakitongozwa hawakatai kwa sababu wanajua wewe mwanamke aliyependa kwa gharamia. Ndio, yani si ana pesa, watu tunaita mshangazi. Yani kununua, yani anamnunua mwanaume kama si labda wanapokununua na si wanaume. Kwa hiyo ni kwa mishangazi tu. Lakini vipi kwa wadada wadogo 2000? Wote na wako hivyo hivyo. Na wanakuwa watu washangazi wako hivyo. Okay. Kwa hiyo hapo ndio tunarudi nyuma katika swala zima la kipato. Kwamba mwanamke kama umempenda mwanamume, basi mwanamume naye anachukulia fursa. Je, una chochote? Au imekaeje? Ndio hivyo tunavongelea. Sawa. Lakini hawa wanaume sasa, japo leo hatujaweza kubalance, lakini hawa wanaume ambao wanatongozwa na wanawake, unaweza ukawasemea kitu kwamba huwa wanalipokeaje labda lile, au kwenye stories za videoeni huwa wanasema nini kuhusiana na wanawake wenye tabia kutongoza wanaume? Hapo sijata niambie na washauri gani. Kweli hilo nikanifikirie kwanza, niwaulize vizuri, yani nikae nao chini niwaulize vizuri. Zile semekana za videoeni labda wanaume wakiwa wanakaa wanazungumzia wale wanawake, wengine wanachukulia kawaida. Hata videoeni kuna video vyao labda sio mpaka ukutote huyo, kuna video vyao wanakaa wale wakaka wale ambao wananuliwa kwenye vikao. Unajua wana video vyao kama malaya wanapofanya, wanasema kukutana, wanapiga story vipi na hivyo, nimeenda kwa huyu, nimetoka na shingapi hivi. Kwa hiyo hizo story sio kwa wadada tu, na wakaka siku hizi wanajihesabia namna ambavyo wananunuliwa. Lakini wanakuwa ni wakaka wa aina gani? Au kwamba wanakuwa na kazi zao, au ni wale tu ambao wapo tu kijiweni? Mara nyingi mimi ni wale wakaka wale ambao wanashinda baa, ambao wanashinda ni kufuta bangi. Mimi mara nyingi nawaona. So namkuta mtu mwenye kazi zake aende kufanya kuzi kama huo, anaacha familia aende kwa mtu kununulia. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo mishangazi wana aina ya wanaume ambao wanawahitaji. Asante sana Irene, lakini kabla hatujaendelea nina jambo moja sasa. Japo wewe ulikataa, ikitokea sasa rafiki yako anampenda mwanamume na akakuomba uende ukamsemee, unaweza au utamwambia nini yule binti wako? Kuweza nitawezela, nitamshauri. Kwa nini umfuate wewe mwanamume bila mwanamume akufuate wewe? Mwanamume hajamuelewa sasa, yeye ndo amekuwa kwanza kuona. Na siku zote mwanamume kama hajakupenda, hayo sio mahusiano. Yani mwanamume hajakupenda, wewe ndo unajipendekeza. Hayo sio mahusiano. Hata kama akija kwako amekubali, kuchezea kufunua na kukuacha, atakusumbua. Kwa hiyo umesema utamshauri nini yule rafiki yako ambaye amependa mwanamume kabla hajapenda? Mimi nitamshauri labda kumwambia aachane na hivyo vitu. Mwanaume anakuja yeye mwenyewe anakuona.
Sio mpaka wewe umfuate au mtu akiolewa mwanamke mimi natafuta mwanaume wa kumuoa sio kuolewa naye. Unajipelekea na mahali. Hiyo haipo, mimi siwezi. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa anachagua, anamwambia nimempenda huyu na huyu hivyo. Bwana mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, kama ulivyosikia kutoka kwake Irene, anasema kwamba mwanamke kumfuata mwanamume ni kujidhalilisha, lakini pia unaondoa thamani yako. Kubwa zaidi utabaki unaumia wewe mwenyewe, kwa sababu raha ya mahusiano mtoto wa kike utongozwe na mwanamume na nyie mridhiane. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami mtangazaji wako Charming Mama, nilikuwa na Irene studio. Mpaka sasa tumefikia tamati, tukutane wakati mwingine. Bye bye.